Askofu anayetembea na wake za watu kanisani. Simulizi ya kusisimua ya siri za askofu na wake za watu. Kabla ya yote, hakikisha unafuata maelekezo uliopewa hapo awali ili tuende sawa. Katika jiji la Dar es Salaam, kulikuwa na kanisa moja kubwa sana lililojulikana kwa jina la Neema Kuu Ministry. Kanisa hilo lilikuwa likiongozwa na askofu mashuhuri aliyeitwa Askofu George Mtalemwa. Alijulikana kwa mahubiri yake yenye nguvu, maombezi ya miujiza, na uwezo wa kuwavuta waumini wengi kwa sauti yake ya upole na hekima kubwa. Lakini nyuma ya pazia, Askofu Mtalemwa alikuwa na siri nzito ambayo hakuna mtu aliyeweza kuifahamu. Alikuwa akijihusisha kimapenzi na wake za waumini wake. Na kibaya zaidi, mapenzi hayo yalifanyika ndani ya kanisa, sehemu takatifu ambapo watu walikuja kuabudu. Ilikuwa siku ya Jumapili jioni baada ya ibada. Waumini wengi walikuwa tayari wameshaondoka, lakini mke wa mzee mmoja wa kanisa aitwaye Bi. Esther alikuwa bado amebaki ndani ya ofisi ya askofu. Mume wake, mzee Kadege, aliamini kuwa mke wake alikuwa akifanya maombi maalum kwa ajili ya ndoa yao. "Usijali mke wangu, fanya maombi mpaka usikie amani moyoni," alisema mzee Kadege kabla ya kuondoka. Lakini punde tu alipofunga mlango, Askofu Mtalemwa alimsogelea Bi. Esther na kumshika mkono. "Unajua Esther, Mungu amenionyesha kuwa wewe ni mwanamke wa kipekee. Nimekuwa nikiomba sana kwa ajili yako," alisema askofu kwa sauti ya upole huku akimwangalia machoni. Esther alitetemeka kwa aibu, lakini wakati huo huo alihisi msisimko wa ajabu. Hakuwa amewahi kutamani jambo kama hilo, lakini mamlaka ya askofu na ushawishi wake vilikuwa vikubwa. Ndani ya dakika chache, askofu alifunga mlango wa ofisi yake. Na hapo ndipo dhambi ilipoanza kutendeka ndani ya madhabahu ya Mungu. Kwa muda wa miaka miwili, Askofu Mtalemwa alikuwa akitumia mbinu hiyo hiyo kwa wake wa waumini wengine. Aliwapa huduma maalum za maombi ya ndoa na kuhakikisha kuwa wanakutana naye binafsi. Kila mmoja aliambiwa kuwa Mungu ameniambia kuwa wewe ni mwanamke mwenye baraka za kipekee, na kwa kupitia mimi utapokea baraka hizo. Mke wa mchungaji msaidizi, Bi. Janet, pia aliingia kwenye mtego huo. Mke wa mfanyabiashara maarufu wa kanisa, Bi. Rose Nehakasalemeka. Cha ajabu ni kwamba wake hawa walipoambiwa siri hiyo na askofu, walihisi kuwa wao ni wapendwa maalum wa Mungu, hivyo waliendelea na mahusiano haya ya siri bila mume yeyote kugundua. Mapenzi haya yote yalifanyika ndani ya chumba cha maombi kilicho nyuma ya madhabahu, ambapo hakukuwa na mtu aliyeruhusiwa kuingia isipokuwa kwa kibali cha askofu mwenyewe. Siku moja, mke wa mzee Kadege, Bi. Esther, alisahau simu yake ndani ya ofisi ya askofu baada ya kutoka kwenye maombi. Mume wake alipogundua kuwa hakuwa na simu, aliamua kwenda kuichukua kanisani. Lakini alipofika, alimkuta askofu akiwa na mke wake ndani ya chumba cha maombi, wakiwa katika hali ambayo haikuwa ya kawaida. "Kwa heri dhambi zenu zote. Leo Mungu amenifunulia ukweli," mzee Kadege alipiga kelele huku akitetemeka kwa hasira. Kilichofuata kilikuwa ni kashfa kubwa ndani ya kanisa. Waumini wengi walishangaa kusikia kuwa askofu wao alikuwa akijihusisha na wake zao kwa muda mrefu. Je, nini kilimpata Askofu Mtalemwa baada ya siri yake kufichuka? Je, wake wa waumini waliweza kueleza ukweli? Habari za tukio hilo zilisambaa kwa kasi kama moto wa nyika. Siku iliyofuata, kanisa lote lilijaa watu waliotaka kujua ukweli. Wengine walishindwa kuamini kuwa Askofu Mtalemwa, mtu aliyeheshimu kama mtumishi wa Mungu, alikuwa na maisha ya siri yenye fedheha kubwa. Mzee Kadege, akiwa na hasira, alisimama mbele ya madhabahu huku akiongea kwa sauti yenye maumivu. "Waumini wenzangu, leo nawaambia ukweli. Askofu amekuwa akifanya mapenzi na wake zetu ndani ya kanisa hili. Hili ni jambo la aibu na tunapaswa kuchukua hatua." Kanisa lililipuka kwa makelele. Wanaume walihisi kudhalilishwa,
na wanawake waliokuwa wameangukia katika mtego wa askofu walijawa na hofu. Wengine walilia, wengine walishikwa na mshangao, lakini wote walihisi wamesalitiwa. Esther na wake wengine waliokuwa wamenaswa katika mtego huo walibaki wakiwa wameinamisha vichwa vyao. Haikuwa rahisi kwao kukubali ukweli mbele ya waume zao na waumini wenzao. Askofu Mtalemwa kwa upande wake alijaribu kujitetea. Jamani, msisikilize maneno ya hasira. Hili ni jaribu la Shetani. Kumbukeni kuwa hata watumishi wa Mungu hujaribiwa. Nimekuwa nikiwahudumia kwa miaka mingi. Je, mtaacha kuniamini kwa sababu ya jambo moja dogo? Lakini kabla hajamaliza kuongea, mchungaji msaidizi, ambaye mke wake alikuwa mmoja wa wake waliotajwa, alichukua kipaza sauti na kusema kwa ukali, "Askofu, usitufanye wajinga. Ashahidi yupo. Tumevumilia kwa muda mrefu, lakini sasa umetufikisha mwisho." Sauti ziliongezeka, wengine wakipiga kelele, "Ondoka kanisani." Wengine wakisema, "Mwache atubu." Hali ilizidi kuwa tete hadi walipolazimika kuita polisi ili kudhibiti vurugu. Askofu Mtalemwa alikamatwa kwa shutuma za matumizi mabaya ya madaraka na udanganyifu wa kiroho. Ingawa wake wa watu hawakuweza kumfungulia mashtaka kwa kuwa walikubali kwa hiari yao, skendo hiyo ilimchafua vibaya kiasi kwamba hakuwa na njia ya kujitetea. Baada ya uchunguzi wa muda mrefu, alihukumiwa kifungo cha miaka 5 jela kwa kosa la udanganyifu na matumizi mabaya ya ofisi yake kama kiongozi wa dini. Kanisa lilifungwa kwa muda na waumini wengi walihamia makanisa mengine. Wengine walikata tamaa na maisha ya kidini kabisa, wakihisi wamepoteza imani kwa viongozi wa dini. Wake wa waumini waliokuwa kwenye uhusiano wa siri na askofu walikumbwa na aibu kubwa. Baadhi ya ndoa zilivunjika, na wale waliobaki waliishi na majeraha ya kihisia ambayo hayakuweza kupona kwa urahisi. Miaka 5 baadaye, baada ya kutoka jela, Askofu Mtalemwa alijaribu kurejea katika jamii, lakini alikumbana na aibu kubwa. Hakuna aliyemtaka karibu na maisha yao tena. Alijikuta akihamia kijijini kuanza maisha mapya kwa upweke. Simulizi hii ilibaki kuwa fundisho kwa waumini na viongozi wa dini kuwa si kila mtu anayejiita mtumishi wa Mungu ni mwaminifu. Ilionyesha kuwa mamlaka ya kiroho yanaweza kutumiwa vibaya, na wale wanaowapokea viongozi hao kwa upofu wanaweza kudanganywa kwa urahisi. Katika kila kona ya mtaa, watu walikuwa wakizungumza. Jina la askofu liliharibiwa na tamaa yake mwenyewe.